Pendwa katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni watazamaji wetu katika tafakari yetu yenye kichwa kumbuka una roho moja tu. Kumbuka una roho moja tu. Kuletea tafakari hii ni mimi Padri Dr. Faustini Kamugisha, paroko wa parokia ya Minziro, mkurugenzi wa idara ya kichungaji Jimbo Katoliki la Bukoba na gambera wa kituo cha Ida cha Mtakatifu Yohana Maria Mzee. Somo nalo tuongoza ni kutoka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 4 mstari wa 9. Lakini jihadhari nafsi yako, ukailinde roho yako kwa bidii. Mwisho wa kunukuu. Tuna roho moja tu. Kila mtu ana roho moja tu. Ni mtoto wako wa pekee. Maisha ni mtoto wako wa pekee. Nafsi ni mtoto wako wa pekee. Kila mtu ana roho moja tu, ni mtoto mpendwa wa pekee. Siku moja Baroza alimtembelea Papa Benedict wa 12, baba mcha Mungu, akimwomba atende fadhila maalum kwa ajili ya mwana wa mfalme. Ombi hilo lilihitaji Papa atende kitu ambacho kingekuwa dhambi. Katika hali hiyo Papa alimwambia Baroza, mwambie mwana wa mfalme, kama ningekuwa na roho mbili, ningepoteza moja kwa ajili yake na kuokoa moja kwa ajili yangu, lakini na roho moja tu siwezi na siko tayari kuipoteza. Hii iwe lugha yako unaposhawishiwa kutenda uovu. Una roho moja tu. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati kinatuasa, lakini jihadhari nafsi yako, ukailinde roho yako kwa bidii. Ilinde roho yako moja kwa bidii. Kuna mambo matatu ya kufanyia roho yako. Jambo la kwanza, ilinde roho yako. Ilinde roho yako. Ilinde roho yako. Roho yako ni zawadi kutoka kwa Mungu. Ni hazina kubwa. Ni lulu. Ilinde kwa nguvu zako zote, kwa akili zako zote. Roho yako ni ya thamani sana. Iwe katika mikono ya Mungu kila siku. Sali kama Bwana wetu Yesu Kristo alivyosali pale msalabani. Mikononi mwako na iweka roho yangu. Roho yako iweke mikononi mwa Mungu. Usiweke mikononi mwa wachawi, iweke rohoni mwa Mungu, mikononi mwa Mungu. Itunze roho yako. Papa Benedict wa 16 alisema tunapaswa kuitunza roho yetu kama bustani ya mbinguni, tukilima upendo, imani na matumaini ndani yake. Kama bustani inahitaji kupaliliwa, ipalilie roho yako kwa matendo mema, kwa upendo kwa jirani, kwa upendo kwa Mungu, kwa upendo kwa nafsi yako, kwa upendo kwa mazingira. Askofu Fulton Sheen alisema ukitunza mwili wako lakini ukaipuuza roho yako, basi umepoteza maana ya kweli ya maisha. Juhudi unazoweka katika kutunza mwili, ziweke katika kutunza roho pia. Mwili unauvalisha, mwili unaunawisha, mwili unaupiga perfume, unaungarisha, unametameta, na roho yako iweze kumetameta. Jambo la pili, ilishe roho yako. Kila siku tunalisha miili yetu mara ngapi? Kuna ambao wanapata kifungua kinywa, chakula cha mchana, chakula cha usiku. Lakini humo katikati kuna ambao wanapata chai ya katikati ya asubuhi, inaitwa mid morning tea. Kuna wengine wana evening tea. Lakini sasa namna hiyo, je, tunalisha roho zetu namna tunavyolisha miili yetu? Askofu Fulton Sheen alisema kuna aina mbili za njaa, njaa ya mwili na njaa ya roho. Njaa ya pili ni mbaya sana. Kuna njaa ya mkate, lakini kuna njaa ya upendo. Ukishibisha mwili usahau kushibisha roho. Ishibishe kwa sala za shukrani na sala za maombi na maombezi. Mtakatifu Teresa wa Avila alisema maombi ni chakula cha roho. Bila maombi roho ufa kwa njaa. Kwa hiyo shibisha roho yako kwa maombi na maombezi. Ishibishe roho yako kwa sakramenti ya Ekaristi. Sakramenti ni mkate wa uzima kwa roho zetu. Tukizikwepa tunajinyima nguvu ya kiroho, alisema Mtakatifu Thomas Aquinas. Ishibishe kwa neno la Mungu, ishibishe kwa mafundisho, kama Mtakatifu Jerome anavyosema, roho inayosoma neno la Mungu kila siku inakuwa na nuru ya mbinguni. Kumbuka Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa anatembea na Biblia.
alikuwa anatembea na Biblia, anasoma neno la Mungu, na huyu ni mtumishi wa Mungu katika kanisa Katoliki. Yuko katika mchakato wa kutangazwa mwenye heri. 3, isafishe roho yako. Kukaa majini si kutakata. Samaki ukimtoa majini unamuosha. Chura yuko majini lakini ngozi sio laini. Kukaa majini si kutakata. Kwa hiyo usiende kanisani tu, jaribu kufanya toba. Ni lazima kwenda kanisani, lakini hakikisha roho yako inaoshwa, roho inasafishwa kwa toba, msamaha na matendo mema. Juta dhambi zako, jipatanishe na Mungu katika sakramenti ya kitubio, sakramenti ya upatanisho. Mtakatifu Catherine wa Siena alisema, roho isiyojuta ni kama chombo kichafu kinachoshinda kutumika kwa kazi takatifu. Tunamkaribia Mungu kwa toba. Safisha roho yako dhidi ya chuki, kutojali, fitina, usuda. Monsignor Arthur Tony wa Marekani alisema, ikiwa unataka roho yako iwe safi, omba kwa unyenyekevu na pata sakramenti ya upatanisho mara kwa mara. Tunasafisha roho kwa unyenyekevu na kwa sakramenti ya upatanisho. Na unapofanya hivyo, tuna picha ya kioo. Roho inayosafishwa na toba ni kama kioo kinachoakisi utukufu wa Mungu. Unapofanya toba, unaakisi utukufu wa Mungu. Kumbuka, una roho moja tu. Tumsifu Yesu Kristo.